sana kuvuka, ni rahisi sana kutawala, ni rahisi sana kumiliki. Na elewa kwamba unapomaliza mwaka na unaingia mwaka mwingine, manake unafunga ukurasa na unafungua ukurasa mpya. Kwa hiyo ili uingie katika ukurasa mpya na kufunga ukurasa ule wa zamani, unahitaji kitu cha kwanza, Mungu ndiye atangulie kwako. Kwa nini? Kwa sababu usipotangulia Mungu, unaweza ukavuka mwaka lakini usiumiliki. Unaweza ukavuka mwaka lakini usiutawale. Unaweza ukavuka mwaka lakini usiumalize. Ndio maana hata huu mwaka ambao tupo, kuna watu walivuka lakini hawajaumaliza, na walikuwa na ndoto ya kumaliza. Kwa nini hawajaumaliza? Kwa sababu yupo adui ambaye anakatisha hatima za watu wasimalize mwaka, wasimalize muda wao, wasimalize ndoto zao. Ndio maana Biblia ni kitabu cha Yoeli inasema, nitakurudishia miaka iliyoliwa na tunutu na nzige na palale na madumadu. Manake hawa ni aina ya maadui ambao wanakula miaka, wanaipunguza mama mbele ya wana Anaki. Na inaelezea sifa haya majamaa kwamba ni majamaa ambayo ni marefu makubwa, ni nani wezaye kusimama mbele yao. Na maandiko yanasema, na hawa watu walikuwa wanajulikana, hawa watu walikuwa wanafahamika, huyu adui alikuwa anafahamika. Na Israeli anataka miliki, ni wewe unataka kumiliki wa mwaka, ila kuna majamaa ametangulia, yapo kwa ajili ya kupambana na wewe, yako kwa ajili ya kupambana na ndoto yako, yapo kwa ajili ya kupambana na ajenda yako, yapo kwa ajili ya kupambana na malengo yako, yapo kwa ajili ya kupambana na watoto wako. Kwa haya majamaa ametangulia, lengo ni kukuzuia usiweze kumiliki mwaka, usiweze kumiliki mwaka ambao upo. Kwa kuna majamaa ambao yamesimama, na ndio ukitaka kuelewe kwamba kwenye kila mwaka kuna watu ambao wanasimama kwa ajili ya kufanya kuwa watesi wa maisha yako, utaelewa. Tukiangalia kitabu cha Isaya 6 kuanzia mstari wa kwanza, tuangalie Isaya 6, tutarudi tena kwenye Kumbukumbu la Torati, tuangalie Isaya 6. Hapo taelewa kwamba kuna majamaa ambayo yanasimama kuzuia watu wasimiliki, kuzuia watu wasibarikiwe. Isaya 6 kuanzia mstari wa kwanza, maandiko yanasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana. Katika mwaka ambao amekufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana. Maanake nini? Aliyekuwa anazuia hatima na maisha na utumishi wa Isaya alikuwa ni mfalme Uzia. Sasa alipokufa akamwona Bwana. Kwa nini alimuona Bwana? Kwa sababu mtesi wake akaondoka. Na kuna watu wengi wanavuka mwaka kwa mwaka, ila wanavuka na watesi wao. Na leo itakuwa mwisho. Hautavuka na watesi wako, hautavuka na watesi wako, hautavuka na ambao wamekutesa mwaka jana 2026, hautavuka nao. Yoyote adui, yoyote mchawi wako, yoyote mganga wako, yoyote pepo, yoyote jini ambao likuwa linakutesa, yoyote ambao likuwa kinyume nawe kwenye biashara, kwenye ndoa, hautavuka nao. Kama vile Isaya alivyosema, katika mwaka ambao mfalme Uzia alikufa na alimuona Bwana, nami na mimi unaenda kumuona Bwana.